Mwanangu, uende duniani ukawaambie watu kwamba kifo kipo kila mara katika mkono wao wa kushoto. Wengi wamesema kifo ni nusu ya usingizi. Wengine hufarijika wakisema Mungu amempenda zaidi. Lakini leo tunakuletea ukweli mchungu ambao hukuwahi kuusikia. Kifo ni pumzi yako unayotembea nayo kila sekunde. Je, umewahi kujiuliza, malaika mtoa roho anafanana vipi? Je, anakuja vipi kwa wale wanaokaribia kukata kamba ya uhai? Leo tunakuletea mkasa mzito na wa kweli wa mzee Tupa Tupa. Ni mzee aliyekuwa msomi wa vitabu, aliyetaka kupenya pazia la siri na kuuona uso wa mauti kabla ya wakati wake. Hapa Book Story, hatuna ujuzi wa ziada, bali tunakupa kile ambacho Mungu ametupa kipaji cha kukisimulia, ili ujue nini kinaendelea katika ulimwengu huu usioonekana. Kumbuka, kitu chochote kinachotoka katika kinywa cha mwanadamu ni ukweli na funzo kwa wale wanaoamini. Kama wewe ni mwenye akili na unataka kufungua milango ya ufahamu wako, karibu sana. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata kila sehemu ya mkasa huu. Tega sikio. Huyu hapa ni mzee Tupa Tupa na siri ya vazi jeusi. Katika mji wenye pilikapilika nyingi wa American Somali, aliishi mzee mmoja aliyekuwa na kiu ya ajabu ya maarifa. Aliitwa mzee Tupa Tupa. Hakuwa mzee wa kawaida, alikuwa mbobezi wa vitabu, na shauku yake kubwa ilikuwa ni kupenya pazia la ulimwengu wa roho. Alitaka kujua, je, huyo malaika mtoa roho anafanana vipi? Je, anakuja kwa namna gani kwa wale wanaokata roho? Mzee Tupa Tupa alikuwa na kitabu kimoja cha ajabu, kitabu cha maisha ya kifo. Kitabu hiki kilikuwa na masharti magumu. Ili uweze kuona siri zilizomo, ni lazima uvae vazi jeusi. Mwanawe wa pekee alikuwa akimtazama baba yake kwa mshangao na kumwambia, "Baba, mambo haya ni mazito, yaache. Hakuna atakaye kuelewa ukianza kuzungumzia urithi wa kifo." Lakini mzee Tupa Tupa alitabasamu tu na kusema, "Mwanangu, najifunza siri ambayo dunia imeificha." Usiku mmoja, mzee Tupa Tupa akiwa amevaa vazi lake jeusi, alizama kwenye usingizi mzito ambao ulibadilika kuwa njozi ya kutisha na ya ajabu. Alijikuta amesimama katikati ya viumbe wawili wenye nguvu kubwa. Moja, malaika wa nuru aliyekuwa amevaa mavazi meupe ya hariri, akimulika upendo na amani. Mbili, malaika mtoa roho, kiumbe mrefu, aliyevaa joho jeusi lililochanika, akiwa ameshika kisu kikubwa, scythe, na uso wake ukiwa ni fuvu tupu lenye kutisha. Malaika wa nuru alimshika mkono na kumpeleka hadi kwenye ufalme wa mbinguni. Huko, mzee Tupa Tupa aliona maelfu ya watu wamepiga magoti kwa unyenyekevu, wakifanya ibada kubwa kuliko yote aliyopata kuiona duniani. Mbele yao kulikuwa na kiti cha enzi kikubwa kilichozungukwa na nuru kali kiasi kwamba hakuweza kuona sura ya aliyeketi juu yake. Sauti kama ya radi ilisikika ikisema, "Nenda duniani ukawaambie kondoo wa Bwana, kifo kipo mkononi mwao wa kushoto kila wanapolala. Kwa rehema zangu tu ndipo nawarudishia uhai, ili wapate muda wa kutubu dhambi zao." Mzee alizinduka asubuhi akiwa na maumivu makali ya kichwa. Alijikokota kwenda kazini, lakini roho yake haikuwa na utulivu. Siku hiyo akiwa sokoni kununua mahitaji ya usiku, aliona kivuli kirefu cheusi kwa mbali, mtu mrefu mwenye kisu kikubwa na kichwa cha fuvu. Alijaribu kupuuza, akizani ni macho yake yanamdanganya. Lakini alipofika nyumbani, ghafla dunia ilizunguka na akaanguka chini. Alipozindua macho, alikuwa hospitalini. Mwanawe alikuwa pembeni yake akilia, lakini mzee Tupa Tupa hakuweza kusema neno. Ulimi ulikuwa mzito na sauti haikutoka. Muda mfupi baadaye, akiwa kwenye kitanda kile cha hospitali, alimwona yule malaika mtoa roho amesimama mbele yake akisema, "Nimekuja kukuchukua." Mzee alitaka kupiga kelele, alitaka kupambana, lakini macho yake yalifumba. Na hiyo ikawa ndiyo hatua yake ya mwisho duniani. Wakati ndugu wakizika mwili wa mzee Tupa Tupa, roho yake ilikuwa imesimama mbele ya malaika mtoa roho katika mahali penye giza na mateso makali. "Mbona sijamaliza siku zangu? Nataka kurudi duniani," mzee alilalamika. Malaika alimjibu kwa sauti ya baridi, "Kinyota, hapa ni kuzimu, mahali pasipo na huruma wala msaada. Huwezi kurudi, kwani tayari umekufa kabisa na ndugu zako wanakuzika sasa hivi." Miaka ilipita, dunia ikamsahau mzee Tupa Tupa. Lakini siku moja, mwanawe alikuwa akipika chakula, akasikia sauti ndani ya moyo wake ikimwambia, "Nenda kwenye sanduku la baba yako." Alipofungua alikutana na barua yenye ujumbe mzito. "Mwanangu, kifo ni pumzi yetu. Muda wote tunatembea nacho. Siri ya kile kitabu ni vazi jeusi. Watu wengi huvaa vazi jeusi kwenye misiba, bila kujua kuwa vazi hilo ni sumaku ya kumvuta malaika mtoa roho. Usivae vazi hilo ikiwa unataka kuendelea kuishi, kwani wajinga wataangamia na welevu wataelewa." Baada ya kuizika barua ya baba yake moyoni,
kijana wa mzee Tupa Tupa aliyejulikana kwa jina la Junior, alijikuta katika vita kali ya nafsi. Upande mmoja, hofu ilimwambia ateketeze kila kitu cha baba yake, lakini upande mwingine, sauti ya damu ilimvuta kutaka kujua, je, baba yake anateseka kuzimu? Je, kuna njia ya kumtoa? Junior alifunga milango yote. Alichukua lile vazi jeusi la kitamaduni ambalo baba yake alikuwa akilivaa wakati wa tafiti zake. Alipolivaa tu, alihisi baridi isiyo ya kawaida ikipenya kwenye mifupa yake. Alikwenda kwenye meza ya siri na kukiweka kile kitabu cha maisha ya kifo. Junior alipofungua ukurasa wa kwanza, kwa mara ya kwanza maishani mwake, yale makaratasi yaliyokuwa meupe hapo awali yalianza kutoa mwanga wa kijani na dhahabu. Maandishi yalianza kujichora yenyewe kama damu inayotiririka. Junior alihisi akili yake ikihama kutoka kwenye chumba kile na kuingia ndani ya kurasa za kitabu. Alisoma maneno yaliyoandikwa kwa herufi nzito. Yoyote anayevaa vazi hili na kufungua siri hii, amekubali kuwa daraja kati ya walio hai na waliofuatwa na mauti. Kifo si mwisho, ni mlango, lakini mlango huo haufunguki kwa walio hai isipokuwa kwa gharama ya pumzi. Junior alipozidi kusoma, picha zilianza kutokea kwenye kitabu. Alimuona baba yake, mzee Tupa Tupa, akiwa amefungwa minyororo ya giza mahali penye moshi mzito, mahali ambapo malaika mtoa roho alikuwa akisimamia roho zilizopotea. Junior hakuwa akijua kuwa kadiri alivyokuwa akizama kwenye siri za kitabu kile, ndivyo alivyokuwa akipoteza uhusiano na ulimwengu wa nyama. Chumba kilianza kujaa harufu ya udongo mbichi wa kaburi. Ghafla, taa iliyokuwa mezani ilianza kufifia. Junior alihisi msisimko wa baridi kwenye shingo yake. Alipoinua macho kidogo kwenye kioo kilichokuwa mbele yake, hakuona sura yake pekee. Nyuma yake, kivuli kirefu cha yule malaika mtoa roho kilikuwa kimesimama, kikiwa kimeshika kile kisu kikubwa cha mauti. Kiumbe hicho hakikuwa kinamshambulia, bali kilikuwa kinasubiri Junior asome mstari wa mwisho wa agano lile la siri. Malaika mtoa roho alitoa sauti iliyovuma kama upepo wa usiku. Mwanadamu, unatafuta nini katika ulimwengu ambao haujaruhusiwa? Unataka kumwokoa aliyekwisha hukumiwa, au unataka kuungana naye? Junior alitetemeka, lakini mapenzi kwa baba yake yalimpa nguvu ya ajabu. Alijibu kwa sauti ya kukwama, nataka kujua kama kuna mlango wa huruma kwa mzee wangu. Malaika mtoa roho alicheka kicheko cha kutisha na kusema, ili kumtoa mmoja, ni lazima mwingine abaki mahali pake. Hiyo ndiyo siri ya vazi jeusi ulilovaa, ni sanda ya walio hai. Junior alishikwa na hofu kubwa. Alitambua kuwa alikuwa ameingia kwenye mtego wa hatari. Vazi jeusi alilovaa halikuwa tu vazi la kitamaduni, bali lilikaribisha kifo katika maisha yake. Alijaribu kukifunga kile kitabu cha siri, lakini kilikuwa kimejaa nguvu za ajabu. Kivuli cha malaika mtoa roho kiliendelea kumtisha, kikitaka asome mstari wa mwisho wa agano lile la siri. Junior aliomba msaada wa Mungu, akijua kuwa peke yake hangeweza kushinda mapambano haya. Alianza kuimba wimbo wa sifa na kuomba msamaha kwa dhambi zake na za baba yake. Ghafla, nuru kali ilianza kutoka kwenye vazi jeupe la malaika wa nuru, ikimzunguka Junior na kumkinga na kivuli cha malaika mtoa roho. Malaika wa nuru alimshika Junior mkono na kumwambia, kinyota mwanangu, kifo ni sehemu ya maisha, lakini Mungu ana rehema nyingi. Nenda duniani ukawaambie kondoo wa Bwana, kifo kipo mkononi mwao wa kushoto kila wanapolala. Kwa rehema zangu tu ndipo nawarudishia uhai, ili wapate muda wa kutubu dhambi zao. Junior alijisikia amani na utulivu. Alitambua kuwa mapambano yake hayakuwa tu ya kumwokoa baba yake, bali pia ya kuleta ujumbe wa Mungu kwa dunia. Alikubali kuwa baba yake amekufa kabisa, lakini aliamini kuwa Mungu anaweza kumsamehe dhambi zake na kumpokea mbinguni. Junior alijisikia amani na utulivu, akitambua kuwa Mungu amemsamehe dhambi zake na za baba yake. Ghafla Junior alimsikia sauti ya mzee Tupa Tupa ikisema, mwanangu, asante kwa mapenzi yako na ujasiri wako. Nimepata rehema ya Mungu na sasa nina amani mbinguni. Nenda duniani ukawaambie kondoo wa Bwana, kifo kipo mkononi mwao wa kushoto kila wanapolala. Kwa rehema zangu tu ndipo nawarudishia uhai, ili wapate muda wa kutubu dhambi zao. Junior alijisikia furaha na shukrani. Alitambua kuwa mapambano yake hayakuwa tu ya kumwokoa baba yake, bali pia ya kuleta ujumbe wa Mungu kwa dunia. Alikubali kuwa baba yake amekufa kabisa, lakini aliamini kuwa Mungu anaweza kumsamehe dhambi zake na kumpokea mbinguni. Junior alianza kuzungumza na umati wa watu kuhusu siri ya kifo na rehema za Mungu. Alielezea mapambano yake na malaika mtoa roho na jinsi alivyopata ushindi kupitia sala na kuomba msamaha. Alisisitiza umuhimu wa kutubu dhambi na kumwomba Mungu rehema, akijua kuwa peke yake hatuwezi kushinda kifo.
Hapa kuna taulo safi kwa ajili yako. Asante sana kijana. Unajisikiaje leo? Afadhali kidogo, shukrani. Vizuri. Junior aliendelea kuishi maisha yake na kuwa mfano bora kwa wengine. Alijitolea kusaidia watu wanaougua na kuwafariji wakati wa matatizo. Alijulikana kama mhubiri wa amani na upendo, na aliwaongoza watu wengi kumpenda Mungu na kufuata njia zake. Junior alikumbuka daima mapambano yake na malaika mtoa roho na jinsi alivyopata ushindi kupitia sala na kuomba msamaha. Alitambua kuwa kifo si mwisho, bali ni sehemu ya maisha. Aliamini kuwa Mungu ana rehema nyingi na anaweza kumsamehe dhambi zake na kumpokea mbinguni. Asante kwa kufuatilia simulizi hii ya kusisimua. Tumaini umepata mafunzo muhimu kuhusu siri ya kifo na rehema za Mungu.